Maana ya kuwa Muislamu, mpendwa msikilizaji, maana yake ni kwamba uishi maisha yako hali ya kuwa unawatanguliza wengine. Uwafanyie watu yale ambao ungetamani wakufanyie, yale usiyopenda kufanyiwa usiwafanyie watu. Kuwa Muislamu maana yake ni kwamba uishi ukijua kuna maisha baada ya haya. Na maisha yenyewe ni maisha tunayaita ya akhera, maisha ya kudumu, ambao ndiyo maisha ya milele. Hapa duniani ni masiku machache ya kuhesabika, tunaondoka. Unaonaje kama utaharibu maisha yako ya kudumu kwa sababu ya tamaa za muda mfupi wa maisha haya kupita? Mpendwa msikilizaji, ndio maana Uislamu umejalia katika jumla ya wema, pale unapomkopesha mtu au ukamwazima mtu, ndani yake pana malipo makubwa. Na hii ni jumla katika mambo ya wema. Ukamsaidia fakiri, ukamtatulia tatizo mtu mwenye shida, mwenye kuhitaji, lakini kuunga udugu baina ya watu, kuwatembelea watu, kuwapa watu, kuwaombea dua, kukaa na watu, ukasikiliza shida zao, lakini vile vile ukawa ni mwenye kuyatafuta matatizo ya watu upate kuyatatua. Yote haya ni katika wema, lakini yote haya ni mambo ambayo yanaakisi sura ya Uislamu. Mpendwa msikilizaji, kuna maneno mazito ambayo nihitimishe nayo maongezi yetu ya siku ya leo, na ni katika mafundisho ya mtume wetu Muhammad, rehma na amani ziwe juu yake. Anatupa kanuni ambayo lau tukizingatia ikawa ndiyo kauli mbiu yetu katika maisha yetu, kwa hakika tutakuwa ni wema, tutawafanyia watu wema. Mtume, rehma na amani ziwe juu yake, anasema Mwenyezi Mungu Mola wetu daima yupo katika kumsaidia mtu ambaye daima yupo katika kuwasaidia watu. Kwa namna nyingine nieleze kwamba msaada wa Mwenyezi Mungu uko pamoja na yule ambaye ni mwenye kuwasaidia watu. Ya kutoshe haya kwa leo, ni kuache uweze kuyatafakari. Tukutane katika kipindi kingine. Naendelea kukushukuru kwa kunisikiliza. Asante.